Hehe. Kila moyo unapodunda, unadunda kwenye viwanja. Nikukumbushe tu, weka pause, kunywa maji, alafu kumbuka, hii haina kipengele, labda uje nacho wewe bosi. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Ukimaliza hapo sasa, kumbatia kodi ya frequency. Ukumbukwe, ni channel namba 1 kwa ubora wa habari za michezo, kujua tetesi za usajili, mahojiano mbalimbali ya wachezaji. Bwana, huu sijui kama ni mkwala au ni uhalisia wa taarifa ambazo kocha mkuu wa klabu ya soka ya FAR Rabat ameutuma kwa Dar es Salaam Young Africans. Kitegemea kwamba Jumamosi tu sio mbali kwamba watakuwa dimbani katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao unakutanisha miamba soka hawa ambao ni Dar es Salaam Young Africans pamoja na hawa vijana kutoka huko FAR Rabat ambako ni nchi ya Morocco. Sasa moja kwa moja kati ya vitu ambavyo vitakuwa ni vya kushangaza au ni vimeshangaza ni taarifa au ujumbe ambao ameutoa kocha mkuu wa klabu ya soka ya FAR Rabat na bonge moja la mkwala ambao amepiga kwa klabu hiyo ya wananchi Young Africans. Je, wewe ni mwananchi, una lipi la kusema juu ya hiki? Lakini kiukweli ni kwamba wanasema kila mmoja anajua namna gani ya kucheza na mwenzake. Hakika mechi ya Yanga dhidi ya FAR Rabat, hawa ni mabingwa wote. Yani unamzungumzia mtaalam kutoka huko Morocco, lakini unamzungumzia mtaalam kutoka hapa Tanzania. Yani hawa wote ni mabingwa kwa sasa. Ukizingatia Young Africans katika misimu hii ya hivi karibuni 4 amekuwa wa moto kulikweli, anafanya kazi yake ipasavyo. Sasa kocha mkuu wa klabu ya FAR Rabat katika place ambayo imefanyika asubuhi leo amezungumza na kusema kwamba moja kati ya vitu ambavyo haviofii kwanza ni kutua Tanzania, ingawa itakuwa ni mara yake ya kwanza, lakini pia kinachomwogopesha zaidi ni kule kujiamini kwa timu yenyewe Young Africans. Ujue klabu ya soka ya wananchi ina kaida moja, ina kaida ya kung'ata meno. Kung'ata meno ni ikipania au ikikamia, kuna wakati inaweza ikakutoa jasho, yani hutoboi wala huchomoki. Ndicho ambacho Young Africans wamejaliwa na ndicho ambacho wapo nacho kwenye mioyo yao. They do best and they do better. Yani wanafanya vizuri na wanafanya vizuri zaidi. Yani wapo katika michongo ambayo kila mmoja akiona nasema kweli Dar es Salaam Young Africans they are real. Wapo real kabisa kwa kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo Young Africans kwa sasa walichokiamua ni kuhitaji kuwa mabingwa wa kombe la CAF, lakini sasa kocha mkuu wa FAR Rabat anasema kwamba sijui ni lini au saa ngapi, ila tupo njiani tunafika Dar es Salaam. Lakini pia moja kati ya vitu ambavyo tunavihitaji ni support kutoka kwa mashabiki. We need to kill them. Tunataka kuwaua hawa. Tunajua wana safu nzuri ya ushambuliaji, tunajua wana safu nzuri ya kiungo, tunajua wana safu nzuri ya beki, lakini tunakuja kuwamaliza. Madhaifu ya Young Africans yapo kwenye eneo la umaliziaji, lakini pia wana watu wachache sana ambao wanajua kupika nafasi. Sisi tunao wengi sana ambao siwezi kuwataja, lakini wakirecall video za mechi zetu wata understand au watajua ni wakina nani ambao wako bora zaidi au ni wachezaji gani ambao kwetu wako best sana katika hizo kazi. Tunaweza kusema kwamba sisi ni wakali wa hizi kazi na tupo kazini, na we understand that our performance so real, tupo real sana kwenye michakato au kwenye kucheza. So tunaamini kuwa Young Africans ni wachache sana kwenye zoni zetu na tunaamini tutawaangusha na tutawaondoa. Wana wachezaji kama Pacome, ni mchezaji ambaye tunamwamini sana na tunamuogopa, sio siri, tunamuogopa kwa aina ya uchezaji wake. Tumeshamshuhudia mechi kadhaa, ameshatikisa paka ngome ya National Ahli. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho lazima kituogopeshe hata sisi kwa namna ambavyo wapo, lakini sio kesi. We need to prove wrong, na tunahitaji kucheza katika muhimili mzuri ambao utatufanya sisi tuendelee kuonekana tuko bora zaidi, kwa sababu bila kufanya hivyo sidhani kama kuna mtu yoyote ambaye anaweza akatuheshimu kama sisi tusipokuwa imara. Kwa hiyo we need to be perfect katika matendo yetu ili tuweze kuangusha ngome. Ikumbukwe tu Yanga akitoka hapa anamfuata JS Kabylie kule Algeria kwenda kunyoana naye pia. Kwa hiyo Yanga hana muda wa kupumua mpaka hivi sasa. Yani muda wa kucheka cheka Yanga asahau, kwa sababu tayari yupo na kundi gumu kweli kweli, kundi ambalo Afrika yote is just looking for, yani inaangalia hilo kundi.
the way kundi lilivyokaa linakuonyesha kwamba ili kundi si mchekea, ni kundi ambalo ni la majiant wenye nguvu na wenye uwezo kweli kweli. Kwa hiyo kiwango bora ambacho yupo nacho Young Africans kinamtafsiri kwamba ni bora zaidi kuwa katika kundi hilo ambalo litatoa majibu ya upambanaji wao. So Young Africans, they need more time to prepare, but see, this week, hii wiki moja ni wiki ambayo wanapaswa kukaa sokoni, wakae mezani, waanze kumjadili huyu FAR Rabat kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wanamenyana naye. Just tazama majibu yake na aina ya salamu alizotuma, you may see that kwamba ni watu ambao hawaofi chochote. Wanaamini kwamba Young Africans ni mchache na ni mdogo kwao na wanaweza kumuondoa. So wanachokifanya ni kupiga mshono au wanapiga kichwani. Ni Yanga ambaye anapigwa kichwani round hii. This time around ni Yanga ndiye ambaye anapigwa kichwani. So watu tusubiri tuone ni kweli nyundo itafika au itapanguliwa, lakini Yanga na watu. Mfano nikipewa nafasi mimi nipange kikosi cha Young Africans, nitamweka Djigui Diarra katika hiyo match. Djigui Diarra anaweza akawa namba 1 goalkeeper kwa sababu ya uzoefu wake, kiwango chake kuwa bora, uwezo wake bora, nguvu yake bora, lakini mindset yake ni nzuri zaidi katika uchezaji wake. Kwa hiyo Djigui Diarra unaweza kumweka kama goalkeeper namba 1 kwa sababu footwork yake ni nzuri. Hakuna kipa yote hapa niseme Afrika Mashariki unaweza kumfananisha na Djigui Diarra. Kwa hiyo namba 2 sasa hivi Yao Kwasi amepona. Lakini pia amepona Yao Kwasa Tora, lakini pia yupo Israel Patrick Mwenda. Lakini kwa hizi games za kimataifa bora kuanza na Yao Kwasa Tora Yao kwa sababu ni mkali wa hizi kazi. Of course alituonesha namna gani yuko bora. Kwa hiyo Yao Kwasa Tora, you may use that guy, unaweza kumtumia yule mtu katika ile nafasi. Lakini namba 3 Mohamed Hussein ameshajitofautisha na huyu kijana Shadrack Boka Isaka Mede kwa uzuri zaidi. Tunafahamu kiwango cha Mohamed Hussein, so kiko katika performance nzuri. Also tukiangalia pia kiwango cha mtaalamu mwenyewe mwenye viwango vyake, tutacheza katikati Ibra Baka pamoja na Dickson Job. Wataanza hawa uwezo kaacha kuanzisha Ibra Baka pamoja na Dickson Job. Lakini pale juu namba 6 namba 6 Duke Oga Abuya. Tupa karata yako vizuri zaidi, tia mkeka wako ukiamini Duke Abuya pale anaweza. Juu yake Mudathir Yahya Bas, juu ya hao atakuwepo Mohamed Dumbia. Lakini pembeni Pacome Zouzoua, pembeni Max Nzengeli. Namba 9 nipe Andy Boyeli Bobwa. Yes, ukishindwa mweke Prince Mpumelelo Dube. Hichi kikosi kinakuletea alama 3 pale Newman Complex. Kikimaliza hapo kinaendea alama zingine 3 kwa Jesse Cabriz. Kikimaliza hapo sasa tunaenda kutafuta sale kwa National Ahli. Hapo tunaanza na Djigui Diarra, tunaanza na Mohamed Hussein, tutacheza na Yao Kwasa Tora, tutacheza na Ibra na Job, lakini tutacheza na Bala Musa Conte. Hapo tutacheza pia na Duke Oga Abuya, Mudathir atakaa nje, Mohamed Dumbia, Max Nzengeli, Pacome Zouzoua. Tunaendea sale kwa Mwarabu kule Cairo. Hapa Newman Complex tunafunga booster ambao tumeifunga kwa FAR Rabat. Nadhani mjadala